Na hii ni taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Awali ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa waumini wa dini ya Kristo wa dhehebu la Katoliki nchini na duniani kote kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa hilo. Viongozi wa dini wameishukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha na kushusha huduma ya msaada wa kisheria hadi ngazi ya vijiji na vitongoji. Kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa waumini wa dini ya Kristo wa dhehebu la Katoliki nchini na duniani kote kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa hilo Baba Mtakatifu Francis ambaye amefariki dunia asubuhi ya leo Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Kupitia taarifa aliyoichapisha katika kurasa za mitandao yake ya kijamii, Rais Samia ametoa salamu hizo za pole kwa niaba ya serikali na wananchi wa Tanzania. Kagera. Viongozi wa dini wamemshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha na kushusha huduma ya msaada wa kisheria katika ngazi ya vijiji na vitongoji, wakisema ni hatua muhimu kwa wananchi wengi wasio na uwezo wa kupata huduma hiyo. Wakizungumza katika ibada ya Pasaka Aprili 20, 2025 iliyofanyika katika moja ya nyumba za ibada iliyopo kata ya Mlongo, Mchungaji B. Odeta amewahimiza waumini kwa kutumia vizuri fursa hiyo kwa kutoa ushirikiano unaohitajika, kwani msaada wa kisheria ni haki ya kila mwananchi. Aidha, ametoa wito maalum kwa wanawake waliokumbwa na changamoto katika ndoa na familia, hasa upande wa matunzo ya watoto, kutumia huduma hiyo kutafuta haki zao kwa njia ya amani na kisheria. Baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo wameipongeza kampeni hiyo kwa kuwawezesha kueleza maoni na changamoto zao. Miongoni mwa changamoto walizozitaja ni pamoja na ukosefu wa vitambulisho vya taifa NIDA kwa zaidi ya miaka 3 na baadhi ya viongozi wa vijiji kujimirikisha madaraka yasiyo yao. Kilimanjaro. Naibu Waziri wa Afya Dr. Godwin Mollel amefanya ziara ya kukagua hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu la kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Mama Ngoma kilichopo kata ya Kwakoa wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro kuwa hospitali ya ngazi ya juu. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Dr. Mollel amesema kuwa ameridhishwa na maendeleo yaliyofikiwa hadi sasa na amesisitiza umuhimu wa mshikamano kati ya serikali na sekta binafsi katika kuboresha huduma kwa wananchi. Kwa upande wake, Profesa Ngoma ameishukuru serikali kwa kutambua mchango wa kituo hicho katika jamii na kukipa kipaumbele. Aidha, uwepo wa hospitali ya Mama Ngoma katika eneo la Kwakoa mkoani Kilimanjaro umetajwa kuwa muhimu kutokana na umbali wa hospitali ya wilaya, hivyo kusaidia kupunguza gharama za serikali na kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Taarifa za kifo cha Papa Francis zimetangazwa na Mwadhama Kevin Kardinali Fall. Papa Francis amefariki siku moja baada ya kutoa baraka za sikukuu ya Jumapili ya Pasaka Aprili 2025 katika viwanja vya kanisa la Mtakatifu Peter, ingawa alionekana kuwa dhaifu baada ya kuzongwa na maradhi.
Papa Francis ambaye ameliongoza kanisa Katoliki kwa zaidi ya muongo mmoja amekuwa akisumbuliwa na matatizo kadhaa ya kiafya katika miaka ya hivi karibuni. Februari 14 mwaka huu Papa Francis alilazwa kwa zaidi ya mwezi mmoja katika hospitali ya Gemelli mjini Roma alipokuwa akisumbuliwa na matatizo makubwa ya kupumua na mapafu. Papa Francis kutoka Argentina alichaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki Machi 13 mwaka 2013. Tehran. Serikali ya Iran imeishutumu Israeli kwa kutaka kuvuruga mazungumzo yanayoendelea na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia ambao ndio chanzo cha mvutano wa nchi za Magharibi. Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, amewaambia waandishi wa habari kuwa kumekuwa na aina ya muungano ulioundwa ili kudhoofisha na kuvuruga mchakato wa kidiplomasia, akisisitiza kuwa utawala wa Israel ndio kinara wa harakati hiyo. Kando ya Israel, Iran imesema wapo baadhi ya wanasiasa wa Marekani wanaopinga makubaliano kati ya nchi yao na Irani. Moja kati ya chombo cha habari kiripoti kuwa mnamo Aprili 17, 2025 kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameizuia Israel kushambulia maeneo ya nyuklia nchini Iran kwa muda mfupi kupisha juhudi za kidiplomasia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kuwa Israel kamwe haitaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia hata kama Washington itaendelea na mazungumzo. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari, sikiza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa waumini wa dini ya Kristo wa dhehebu la Katoliki nchini na duniani kote kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa hilo. Viongozi wa dini wamemshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha na kushusha huduma ya msaada wa kisheria hadi ngazi ya vijiji na vitongoji. Kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Ishizwe FM Radio. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizwe Media, Facebook Ishizwe HQ, Twitter Ishizwe Media, YouTube Ishizwe TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizwemedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.